Okay, kwa jina naitwa Rayson Foya, ni mkurugenzi wa fedha wa NBC Bank. Leo hii ninayo furaha kuambia kwamba tumefungua rasmi msimu wetu wa marathon, NBC Dodoma Marathon, ambao ni msimu wa 6 sasa. Ni msimu wetu wa 6 ambao umekuwa kwa miaka 5 ambayo imepita tumefanya marathon hii toka tuanze 2020. Tumekuwa na mafanikio makubwa sana katika hii marathon, kwa sababu lengo letu kubwa la hii marathon pamoja na kukimbia katika kuimarisha afya zetu, tumekuwa vile vile tunafanya marathon hii katika kuendelea kusaidia jamii. Na katika kusaidia jamii tunaungana pamoja na wenzetu wa Ocean Road katika kupambana na hili tatizo la saratani ya mlango wa kizazi, ambao kwenye upande huo tumeungana na wenzetu wa Ocean Road Cancer Institute na tumefanya kazi kubwa sana kwa hii miaka 5. Vile vile tumekuwa tukisomesha wauguzi wakunga wa mama na mtoto. Kwa mwaka jana, marathon ya mwaka jana, tulisomesha wauguzi 100 ambao sasa wale wameenda sasa kule vijijini katika kusaidia kuokoa maisha ya mama na mtoto. Na mwaka huu tuna mpango mkubwa zaidi. Vipengele vyetu, malengo yetu ya mwaka huu, ya marathon ya mwaka huu, pamoja na kukimbia, tunategemea kuendelea kusupport kwenye swala la kupambana na hii saratani ya mlango wa kizazi, kuendelea kufanya kazi na wenzetu wa Ocean Road Cancer Institute. Vile vile tunaendelea kusomesha wakunga. Mwaka jana kama nilivyosema tumesomesha wakunga 100, mwaka huu tunataka tusomeshe wakunga 200. Na zaidi kwenye kipengele cha 3 tunataka vile vile tusomeshe wauguzi watakaoenda kupambana na tatizo la usonji. Tatizo la usonji ambalo ni tatizo ambalo kidogo limekuwa linasumbua hasa watoto. Kwa hiyo tumeona vile vile tuwekeze kwenye hilo eneo ili kuweza kusaidiana na serikali katika kupambana na hili tatizo la usonji. Kwenye upande wa malengo, tunataraji kuwafikia kina mama wangapi kwenye hiyo saratani? Mpaka sasa hivi kwa mwaka mpaka sasa hivi marathon, kwa sababu nimesema ni misimu 5, tumeshafikia wanawake zaidi ya 200,000. Na katika hao 3,000 walifanywa vipimo na 80 wakakutwa wana hilo tatizo na wakapata matibabu. Lengo letu ni kwenda zaidi ya 200,000, na tunataka tufanye hata mara 2 ya tulichokwisha kufanya kwenye miaka 5. Tunajua ni lengo ambalo tutaendelea kulifanya kwa miaka 2-3 ijayo, lakini ni kuendelea kuwafikia wanawake wengi, hasa kule vijijini ambako ni mara chache sana kuweza kupata huduma ya saratani, kwa sababu tunajua huduma ya saratani mara nyingi inapatikana sehemu za mjini. Kwa hiyo tunaenda kule kijijini kuweza kuhakikisha kwamba na wao wanapata hii huduma. Kwenye upande wa wakimbiaji, mnataraji kuwa na wakimbiaji wangapi? Asante sana. Mwaka huu tunataka tuvunje rekodi. Mwaka jana tulifanya vizuri sana, na mwaka huu tunataka tufikie wakimbiaji 12,000. Hilo ni lengo letu. Na kama nilivyosema, tumeanza ufunguzi, pamoja kwamba ufunguzi rasmi umeanza leo. Tulianza na ufunguzi wa punguzo ambao tumeona umekwenda vizuri kabisa, umefika 100%. Kwa hiyo kwa kuwa tumefungua leo, tuna uhakika by mwezi wa 6 mwishoni tutakuwa tumefikia lengo letu la wakimbiaji 12,000. Nichukue nafasi hii tu kuwakaribisha Watanzania wote tukakimbie Dodoma, NBC Dodoma Marathon tarehe 27 mwezi wa 7. Karibuni sana, nenda kajiregister kupitia tovuti yetu ambayo tunaitangaza ni event. Hiyo ambayo itatangazwa. Naomba uende ukajiregister, unalipia tu shilingi 45,000. Na ukishajiregister, ina maana sasa wewe ni tayari unaenda kuungana na sisi kwenye kukimbia Dodoma, NBC Dodoma Marathon, ambapo unaenda kutengeneza afya yako, na pamoja na kutengeneza afya vile vile unaenda kusaidia watu wenye uhitaji, kama nilivyosema, kusaidia kupambana na saratani ya mlango wa kizazi. Vile vile kwenda kusapoti katika kusomesha hao wauguzi ambao wataenda kusaidia kupatia huduma watoto wenye tatizo la usonji, na vile vile kwenda kuokoa maisha ya mama na mtoto. Naitwa Dr. Crispin Kahesa. Mimi ni mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road. Kama mnafahamu, taasisi ya saratani ya Ocean Road ni taasisi ya kitaifa inajihusisha na huduma za uchunguzi, vipimo
matibabu na mafunzo ya saratani nchini. Kama mnajua, mbio yetu hii ya NBC International Marathon, dhumuni lake kubwa moja ni kuchangia fedha ili kupambana na tatizo la saratani ya mlango wa kina mama nchini Tanzania, pamoja na malengo mengine. Kwetu sisi kama taasisi ya saratani ya Ocean Road ni wadau wakubwa sana wa kupambana na saratani nchini. Nafahamu kwamba kila mwaka takribani watu 42,000 wagonjwa wapya wa saratani hugundulika, na kati ya hao watu 14,000 ni kina mama ambao wanaathirika na saratani ya mlango wa kizazi. Na kwa bahati mbaya, watu wengi hawa hufika ugonjwa ukiwa kwenye hatua za juu. Zaidi ya 90% wanafika ugonjwa ukiwa kwenye hatua za 3 na 4. Hivyo tunapata matokeo ambayo sio mazuri kwenye tiba. Kwa kutumia fursa hii ya mbio hizi, tumeweza kutoa elimu kwa kina mama zaidi ya 200,000 katika kipindi cha miaka 5, pamoja na kufanyia uchunguzi wa awali kina mama zaidi ya 47. Na kati ya hao kina mama 4,000 waligundulika kuwa na viashiria vya awali na saratani ya mlango wa kizazi, na wote hawa waliweza kupata huduma za matibabu. Na kati ya hao kina mama 80 wamepona kabisa na waendelea na majukumu yao ya kifamilia. Tunaweza kuona kwamba mchango wa mbio hii umekuwa ni chanya sana kwenye jamii yetu. Kwanza, moja, imehamasisha jamii iweze kujitokeza kupata uchunguzi wa awali, hususani wa wale ambao wanatoka kwenye maeneo ya vijijini. Ukizingatia huduma nyingi za saratani zinapatikana kwenye miji mikubwa kama Dar es Salaam, Mbeya, Arusha, Mwanza, Kilimanjaro, lakini ukienda vijijini huduma hizi hazipo. Sasa kwa kupitia mchango huu, moja, tumeweza kuwafikia zaidi ya wilaya 78 kwa kipindi cha miaka hii yote 5. Lakini kingine zaidi, tumeweza kuwafundisha watu wa huduma zaidi ya 250 ambao wanatoka kwenye vituo vya afya kwenye wilaya 78. Hii inamaanisha nini? Huduma hii itakuwa ni endelevu, wataendelea kupata hizi huduma. Lakini taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa niaba ya Wizara ya Afya na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeweka malengo yafuatayo. Moja ni kuhakikisha baada ya miaka 10 tatizo la saratani ya mlango wa kizazi liwe limeondolewa kwa nusu, yani 50%. Lakini sisi kwa kupitia mbio hii tumejipanga kwamba mchango utapatikana katika mwaka huu 2025 iweze kusaidia kuwafikia kina mama zaidi ya 20,000.